Mimi naitwa Gladys Mungai, naye Caroline Njoroge atanisaidia kukupatia taarifa hizi kwa lugha ya ishara. Moja kwa moja mtazamaji, viongozi kutoka kaunti ya Kitui wametoa wito wa kutiwa nguvuni mara moja kwa waliotekeleza makabiliano katika eneo la Seikuru ambayo yalisababisha vifo vya watu 7. Wakati wa ibada ya mazishi ya waathiriwa iliyoandaliwa katika shule ya msingi ya Seikuru, viongozi hao aidha walihimiza wakazi kudumisha utulivu huku uchunguzi ukiendelea. Hii ni kuhusiana na swala hilo. Mauaji hayo mtazamaji, yalizua taharuki baina ya jamii zinazoishi kwenye mpaka wa kaunti ya Kitui na Garissa. Kwenye ibada ya mazishi ya waathiriwa 7 makabiliano yaliyotokea katika eneo la Seikuru, kaunti ya Kitui, marafiki, familia na viongozi kutoka sehemu hiyo walikongamana katika shule ya msingi ya Seikuru kutoa heshima zao za mwisho. Viongozi hao walihoji kwa nini siku zimepita baada ya kisa hicho cha kusikitisha na hakuna mshukiwa yoyote ametiwa mbaroni. Watu wamefanya hizi vitu, wanajulikana kwa jina, wanajua kwa majina, wanajua majina, wanatumia M-Pesa, wanajua hata namba zao za simu, hata wanajua namba ya ID. Lakini mpaka wa leo hakuna hata mmoja ameshikwa. Je, kweli hiyo ni ungwana? Huku wakipuuzilia mbali madai ya kuchochea uhasama wa kikabila katika mauaji hayo, viongozi hao aidha walitoa wito kwa wakazi kudumisha utulivu na kuruhusu asasi za uchunguzi kuchunguza suala hilo kwa kina. Mimi nimeongea na wabunge wa North Eastern, watu wa Mandera, watu wa Wajir, na wamesema kama leaders sisi hatutaki vita. Hakuna vita baina ya Mkamba na Msomali. Tuko na vita na wahalifu. Gavana wa Kitui Julius Malombe kwa upande wake alitoa wito kwa serikali ya kitaifa kuhakikisha uendeshaji shughuli katika vituo 6 vya polisi ambavyo vilijengwa gatuzini humo katika azma ya kuimarisha usalama. Tafadhali operationalize those police stations. Iweke askari kama ilivyofanya hapa kwa Kamari, walilete askari 30, kulikuwa na wengine 3 na tumeelezwa wataongeza wengine 30, wote wawe 60 wa GSU. Baada ya ibada ya mazishi, miili ya waathiriwa hao 7 ilipelekwa nyumbani kwao kuzikwa. Yusuf Far nikiripotia Dira ya Magwiji.